bovu ndio kuna mzigo wake kabisa. Bila hivyo angekuwa shashuka kasepa. Kweli kabisa. Kwa nini headmaster? Ili jina sisi tunajua ni cheo hichi kwenye mashule huko na nini, kwenye comedy ama kwenye aina ya kazi ambayo unafanya. Why headmaster? Headmaster ni jina ambalo mimi nilipewa na jamaa ambaye alikuwa abiria wangu kwenye bodaboda. Ila yeye alikuwa ananiita Kiswahili mwalimu, kwa sababu alikuwa ananikuta kwenye mazoezi ya sanaa. Kuna time nilikuwa napewa kusimamia mazoezi. Kwa hiyo kila alipokuwa akija ananikuta mimi nimepewa kusimamia mazoezi, kwa hiyo akaanza kuniita mwalimu. Sasa nilipopata nafasi ya kuanza kutembea kwenye media, nikaona kutambulisha mwalimu ni kazi ngumu. Kwa hiyo nikabidi niweke kwamba itabidi niwe mkuu wa walimu. Headmaster. Safi. Headmaster tulikuwa tuwe naye kwenye inbox, lakini sasa amekuja inabidi tu muda wake pia tu, kwa sababu wakina yangu wameshafika. Mimi nataka nifahamu, lakini pia nijue feelings zako baada ya wewe kuibuka. Hivi ilikuwa ni challenge ama ilikuwa ni vipi wewe kuweza watu wamejisikia kwa headmaster bwana tengeneza maudhui mazuri ambayo tunahitaji kwa sasa hivi, wacha tumbandike kibunda ndugu yangu? Ile ilikuwa sio challenge. Nadhani ni muendelezo wa maudhui yangu ambao ni mazuri ninayoyafanya. Nadhani hata comment ya brother yangu hapa huwa na kwa hiyo sio tu brother yangu hapa, na viongozi wengine wengi walikuwa wanaona ninachokifanya. Kwa hiyo nadhani kupitia mimi inatumika kama nafasi ya kuwakumbusha vijana wengine tunaotengeneza maudhui kwamba tunatakiwa pia tuikumbushe jamii yetu katika njia tofauti, nje ya kuiangamiza jamii. Unajua sisi tuna nafasi kubwa pia ya kuiangamiza jamii na tuna nafasi kubwa pia ya kuitibu jamii. Yes, kwa hiyo mimi nimetafuta engo ambao ni kuitibu jamii. Kwa hiyo kile kibunda kilikuwa kimekuja out of nowhere, ni muendelezo wa yani afu nilikuwa nimekaa tu sebeni naona comment ya mheshimiwa. Ilianza kwenye comment. Sio mwisho wa mwezi njoo Basata milioni 5. Mbona mheshimiwa Msigwa kama una masiara hivi? Kiukweli nilikuwa nakaa nasema hivi ni kweli au? Umeona? Lakini mwisho wa siku nikakaa tena naona message kutoka utamaduni. Mfuko wa utamaduni. Tunakuhitaji ofisini. Sasa nilikuwa sijaiweka linki vizuri. Nasema au kuna sehemu tena nimekosea. Mheshimiwa kasifia huku nimeitwa huku. Tena kuna sehemu nimekosea. Kwa hiyo nikaenda pale ndio nikakuta maelekezo ambayo pia ndio nikakutana na hiyo place ya mheshimiwa, na mheshimiwa ameifanya vile ili kuambia na vijana wengine kwamba serikali ipo, ina uwezo wa kuwasupport, ila hakikisheni mnafanya kitu ambacho ni potential kwenye jamii. Yes. Safi, napendeza, ongera sana. Nice. Nadhani mimi binafsi siamini kama ulifika moja kwa moja kwenye aina ya content hiyo. Kuna sehemu ulianza, ulikuwa unafanya tu content nyingine za kawaida na nini. Uliona nini kilikusukuma kuona kwamba acha ni change upepo kwenda huko? Unajua ulikuwa kuona content za wife wife unataka kufanya mambo ya kimeusho, wife kidogo anakupa ushauri pale, unapata utulivu na nini. Uliona kitu gani kwenye soko hili la utengenezaji maudhui kina miss, ukaona bila shaka huu ni uelekeo mzuri? Kwanza comment za mashabiki. Unajua sisi tukipata nafasi huwa tunasahau pia maoni ya wananchi pale. Comment hazisomwi. Ila dawa kubwa ya maudhui tunayoyafanya yapo kwenye comment. Kwa hiyo kupitia comment nikawa naona kuna watu namuona, mbona mnafanya tu za mahusiano, hamfanyi za kuelimisha jamii? Nadhani hizo comment huwa mnaziona pia. Kwa hiyo mimi nikaona tusijisahau. Afikia nikiangalia hakuna ambaye anafanya. Kwa hiyo mimi nikaanza kuswitch kuanzia pale. Nafanya huku lakini nafanya na huku. Yaani naiburudisha jamii lakini pia naielimisha. Kwa hiyo nikaanza kuona muitikio chanya. Nikaona huku mbeleni huko inawezekana kutakuwa kuna ugali mzuri huko. Kwa hiyo nikakazia. Na inawezekana watu ambao wanafanya labda content fani za miusho ili kupata hiyo engagement, wakahisi labda ukifanya hizi content ambazo zinaelimisha, usipoonwa na serikali hata deals unazosipate. Lakini Mnyamwezi mimi nimekutana naye kwenye makampuni noma, kwenye events kadhaa, unaona kabisa hapa amekuja kuchukua mpunga wake, anafanya vitu na mambo yanakuwa. So I think ni approaching na namna ya kupush tu majambo yako na vitu vinakuwa, si ndio? Kabisa. Kabisa, kwa sababu mimi nje ya kuonyesha hizi content ninazozifanya, jua pia mimi sana nimeanzia kwenye stand up comedy. Na kilichonileta dai ilikuwa ni Comedy Search kama unaikumbuka. Na mpaka sasa hivi na perform watu baki. Kwa naamini vijana wana nafasi kubwa sana ya kufanya, sio mpaka tuvae hivi au tumzalilishe mwanamke ndio tutapata matangazo. Kwa sababu hata watu wa matangazo nadhani sasa hivi wanashtuka kwamba
Kwa hiyo biashara yangu ndio itangaziwe kwenye picha zinazokosolewa na mashabiki? Hapana. Kwa hiyo hata yeye mwenyewe anaona mteja wake anatakiwa apate kitu ambacho au aone tangazo lake kwenye sehemu ambayo anaweza akaangalia na mwanae. Oh yeah. Yes. Hiyo nzuri sana. Yeah. Hongera sana, tumekuita hapa kukupa pongezi na kutambua pia kazi nzuri ambayo unaifanya, lakini wakati unaondoka unaweza ukazungumza na kijana ambaye anajitafuta, anatafuta kufahamika naye pia kazi zake ziende. Nini anafaa kufanya? Vifaa ni sehemu ya yeye kuanza, ama hatakiwa na simu anaweza kaondoka tu mjini? Hata kama hana kabisa, ana uwezo wa kuondoka mjini. Mimi unajua nilikuwa sina pa kukaa baada ya mashindano, ila mimi nilikaa kwa mshikaji wangu niliyesoma naye shule ya msingi. Umeona? Afu nilikuwa na kiswaswadi. Ila yule mshikaji wangu ndo akanipa simu ya kuanzia. Mwana kabisa. Umeelewa vizuri? Yeye mwana daktari sasa hivi. Umeona? Kwa hiyo mimi nikaanzia pale. Simu ilikuwa haina quality, lakini nikikutana na mjukuu wa Mbua namwambia na content yangu naomba nishuti. Hata kama hataki namuonyesha sura ya huruma mpaka anaona nitalaaniwa hapa sasa. Umeona? Ananipa na shuti. Anashuti, namshukuru, naenda na edit kwa shida hivyo. Kwa hiyo kijana hauna kitu, anzia pale pale. Afu support inakuja mbele. Nice. Yes. Nice. So kwenye ile milioni 5 tumebakiona ngapi sasa hivi? Hii naweza nikasema ni pressure ya pili kwenye sanaa yangu. Unajua pesa ya public ni pesa ambayo inakuhitaji uwe na akili timamu. Mabdogo na bora hata wajomba unaweza ukamute, ila kuna wale marafiki wanao karibu. Kama hivyo daktari alikuwa anakupa seed nini? Hayo daktari mwanangu hana noma kabisa. Wakati mwingine anaweza kana anakuungia hata muda huo. Mimi na vipengele fulani hivi akasababisha jambo. Yani kuna watu hawana noma. Kwa mfano kuna brother mmoja anaitwa George Geoffrey. Ni MD wa kampuni moja hivi, alivyoona akasema nice, akanitumia na laki ya kula. Kwenye ile milioni 5 ikaongezwa na laki. Laki ya kula kabisa. Lakini kuna wana ambao sasa baada ya kuiona ile pesa imekuwa mtihani kidogo sana. Yani sasa hivi unafanyaje sasa? Niko kwenye engo ya kurekebisha tunaita mahusiano. Yes, sababu ukweli ni kwamba sio kwamba nilikuwa nimekamilika hivyo. Kwa hiyo mimi ile ilivyoingia, mimi nikasema sitakiwi kununua hata shati jipya ili niweze kuweka kumbukumbu. Nimeweka kwenye vifaa. Lakini siwezi kumwambia mshikaji wangu unajua nimenunua vifaa, akanielewa. Mshikaji ndivyo alivyo. Umeona? Kwa hiyo mimi tuvunje kamati. Ungetenga hata kiasi kidogo kama sadaka tu ili utoe hiyo, na kwa sababu najua lawama hizo utazipata sana kwa marafiki. Sadaka kiukweli lazima nitoe. Umeelewa? Lazima, ila ni nje ya ile nitachukua ya kwangu afu nitoe sadaka. Ila ile nimeweka dhamiri ya kwamba iende kwenye vifaa. Kwa hiyo tutaanza kuona ubora wa content sasa. Katangaza wazi kwamba ile milioni 5 jamaa sio yake kwenye vifaa jamani. Mahusiano yarekebishike jamani marafiki. Wanisamee, yani na uzuri mimi simu napokea. Lakini pia niseme nilikuwa njiani na timu yangu tu, imebidi niwaache. Jambo najua tutapishana nao, yani wanafika na tunaondoka. Kwa hiyo timu yangu wako njiani wanakuja, sio ndio wamefika. Wako kama 4 hivi wamefeli kwa sababu ya jam. Ni vijana ambao wanapambana, naomba wasapotiwe sana. Yes. Kwa hiyo pia watu wakiuliza milioni 5 iko wapi, nimenunua vifaa ili viwasaidie na wale vijana ndio nao. Yes. Sahihi. Tunakushukuru sana Headmaster. Na tunakutakia kila la kheri. Shukrani sana. Kazi njema. Pamoja sana. Bana, ni Headmaster huyo. Tulikueleza awali ya kwamba amepata kupongezwa na serikali kwa kazi nzuri ambayo anaifanya mtandaoni, kuandaa maudhui ambayo yanafunza, kuelimisha jamii, na hii imekuwa ni chachu kwa vijana wengine kufuata njia hiyo na kupunguza yale maudhui ambayo yanaweza kawa kama ya kimiusho hivi ili kupata numbers na nini. Lakini yote kheri, na umemsikia hapa baada ya kupewa milioni 5 simu nyingi. Sababu watu tumeona. Ndio. Watu tumeona umepokea. Sasa vipi tena? Na kama tumeona tugaie. Ndio kiduchu. Kaweka wazi kwamba bana, mzigo nimewekeza. Bana we, haya sasa Tony una maelekezo haya.
Thank you so much kwa wewe ambaye unatuangalia sasa hivi kupitia YouTube account yetu ya Crown Media. Umetisha kinoma noma. Asante my Sarafina Douglas anasema bro unajua sana. Haya. Joshua amekuona. Aisha Manyelu asante kwa nani, asante kwa Niru, asante kwa Buruki, asante kwa Matthew pia nimekuona, asante kwa Samson, Rebecca Mahagama pia nimekuona na unaendelea kuenjoy. Niru, thank you so much, na wengine wengi sana ambao wako nasi. Upepo kwa Falme. Fundi Tuma pia nimekuona, China Kendrick pia safi na endelea kuenjoy na Crown FM. Lugwana Baba Shop pia. Unyama. Sasa bwana tumeambiwa A-list wako hapo nje wapo wataingia muda sio mrefu. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.